Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asema serikali itaendelea kutoa ushirikiano ili kuimarisha huduma za hija. Na katika michezo, mechi kati ya wababe wa mpira wa miguu nchini Simba na Yanga iliyofanyika kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni, Dar es Salaam yaisha kwa matokeo ya magoli 2-2. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Tunaanza na taarifa yetu ya habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali kupitia kamisheni ya wakfu na mali ya amana itaendelea kutoa ushirikiano kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo mahujaji. Mheshimiwa Rais Mwinyi amesema hayo katika msikiti wa Jamia Zinjibar Kiembe Samaki mkoa mjini Magharibi wakati wa hafla ya kuaga mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija Maka, Saudi Arabia, ambapo ameeleza umuhimu wa safari ya hija kwa kila Muislamu, kwani hatua hiyo ni kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu na mahujaji husafishwa nafsi zao na kuwa watu safi. Nafurahi kusikia kutoka mamlaka za hija za Saudi Arabia kuwa mahujaji wa Tanzania hasa wa Zanzibar wanasifiwa kwa kupata mafunzo ya kutosha na kupata usimamizi mzuri, hali ambayo inapelekea nchi yetu kutoingizwa kwenye orodha ya nchi zenye madoa kutokana na makosa ya wananchi wao wanaokwenda kuhiji. Mheshimiwa Rais Daktari Mwinyi amehimiza mahujaji kushikilia tabia na mwenendo mwema katika utekelezaji wa ibada ya hija ili kuendeleza sifa ya Zanzibar kwa miongoni mwa nchi zisizo na kasoro na zinazotoa mahujaji walioelimishwa vyema na kupata usimamizi bora wa ibada ya hija, huku akishukuru serikali ya Saudi Arabia na mamlaka zinazotoa huduma za hija za nchi hiyo, shirika la ndege la Saudi Arabia pamoja na ubalozi wa Tanzania nchini humo kwa msaada mkubwa wa kuhakikisha mahujaji wa Zanzibar wanapata huduma wanaostahiki na kwa wepesi wanapofika nchini humo. Napenda kutoa shukrani kwa serikali ya Saudi Arabia, mamlaka zinazohusika na shughuli za hija za Saudi Arabia, hususan shirika la ndege la Saudi Arabia kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa wa kuhakikisha mahujaji wetu wanapata wepesi katika safari zao za hija. Aidha, na ushukuru ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia kwa mchango wake katika kuwashughulikia Waislamu wa Tanzania wakiwa nchini humo. Kwa mujibu wa kaimu waziri wa nchi ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Suleiman Masud Makame, mwaka huu unaashiria kutimia kwa miaka 100 tangu kuanza kwa utaratibu wa usafirishaji mahujaji kuanzia mwaka 1926 hadi mwaka 2026. Kipekee jumla mahujaji 4,036 Tanzania wanatarajiwa kutekeleza ibada hiyo mwaka 2026, ambapo mahujaji wa Zanzibar 2,653 na Tanzania bara 1,383 na wanatarajiwa kuanza kuondoka kuanzia tarehe 11 na 18 Mei 2026. Tunakwenda kutimiza miaka 100 ya kuwapeleka mahujaji rasmi kiserikali. Ilianza mwaka 1926 na inaishia leo 26 kukamilisha miaka 100. Umepata bahati kubwa inshallah ya kukamilisha miaka hiyo. Karne moja tayari imeshapita kwenye masuala haya kusimamiwa na serikali. Moja katika maboresho makubwa ya utekelezaji wa ibada ya hija kwa mwaka huu kama yalivyotolewa na Wizara ya Afya nchini Saudi Arabia ni kutaka mahujaji wote kupimwa afya zao. Taaluma ilitolewa kwa kina na mahujaji wote wamepimwa na wako salama kusafiri. Lula Ali, Channel 10. Wafanyakazi wa majumbani wameendelea kupaza sauti kuiomba serikali kuridhia mkataba wa shirika la kazi ulimwenguni ILO namba 189 wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani ili kuboresha utambuzi wa kazi za majumbani na mazingira salama ya kazi hizo. Wafanyakazi hao kupitia chama cha wafanyakazi wa majumbani CHODAU kwa ufadhili wa shirika la CVM wamesema hayo wilayani Bagamoyo, ambapo sherehe za Mei Mosi kwa mkoa wa Pwani zilifanyika huko. Moja kati ya jitihada kubwa sana ambayo tumekuwa tukifanya ni pamoja na kuwaomba au kuwahimiza waajiri kuwatambua wafanyakazi wa nyumbani kama wafanyakazi wengine, ikiwa ni pamoja
na kuwapa mikataba ya ajira ya maandishi, kuwalipa kima cha chini cha mshahara kama ambavyo kimeelekezwa. Pia nimefurahi kuona kuwa hata sisi wafanyakazi wa majumbani tunatambulika na serikali kuwa na sisi wafanyakazi kama wafanyakazi wengine, kwa sababu tumehusishwa katika maadhimisho haya. Tumekuwa pamoja na wenzetu wafanyakazi wenzetu. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakar Kunenge, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika sherehe hizo, amewapongeza wafanyakazi wa mkoa wa Pwani kwa kufanya kazi kwa bidii na weledi, jambo lililochangia Pwani kuongoza katika maeneo mbalimbali kimaendeleo. Nikiwa mkuu wenu wa mkoa ninafarijika na utendaji wenu, ndio maana nimesema nimekuja kuwapa shukrani za dhati moyo wangu. Nafanya kazi nzuri. Kipindi nilipofika hapa mkoa wa Pwani na sasa tulipo, nimefanya kazi kubwa sana. Akisoma risala katika maadhimisho hayo, katibu wa chama cha walimu mkoani Pwani aliomba ushirikiano zaidi kutoka serikalini ili kusaidia kutatua changamoto zinazowakabili wafanyakazi na kuboresha maslahi yao. Tunakushukuru sana kwa mwaka 2026 vikao vya awali mabaraza ya mikoa, mabaraza ya wafanyakazi mkoa wa Pwani yamefanyika kwa wakati, wametekeleza maelekezo yako. Na changamoto baadhi ya halmashauri bado wanaendelea kutoa posti pungufu na kusababisha malalamiko kwa wafanyakazi ambao ni wajumbe wa mabaraza hayo. Margaret Malisa, Channel 10. Viongozi wa dini mkoani Geita wametakiwa kutumia neno la Mungu kujenga na kuimarisha mshikamano wa kitaifa ili kuendelea kudumisha umoja na amani kuangazia ngazi ya familia. Wito huo umetolewa na mchungaji Rafael Maiko Nyanda, ambaye ni mwangalizi wa kanisa la PAGT wilaya Geita, wakati wa ibada maalum ya kuliombea taifa iliyofanyika katika kanisa la PAGT Saya kwa Mkakatoro wilayani Geita. Kwamba maandiko kwa ujumla tu kwamba yasaidia katika kudumisha amani katika nchi yetu. Kwamba na watu wachungaji tujitahidi sana kuifundisha amani katika nchi yetu, kufundisha upendo na maandiko yale ambayo Bwana Yesu aliyaacha tuyatumie sana sana katika kuweza kujenga upendo, maana amani ikidumu katika nchi yetu ya Tanzania ndipo tutapofurahia hata ule uhuru wa kuabudu, lakini amani ikikosekana hatuwezi kamwe hata tukaweza kufanya nini, kufurahia uhuru wa kuabudu. Watu waliofungwa, hata wajane na yatima, ni wajibu wa kanisa kuwa na huruma. Kwa hiyo kanisa lio mstari wa mbele kuonyesha upendo na wala sio kuimarisha chuki. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la PAGT Saya kwa Mkakatoro pamoja na baadhi ya waumini wa kanisa hilo wamesema ni muhimu kwa jamii kurejea katika maadili mema na kumtegemea Mungu ili kuimarisha amani, upendo na mshikamano. Mpango wa Mungu kutupa kanisa au kutufanya watumishi wa Mungu ni kurejesha umoja kwa jamii nzima. Kwa wasiomjua Mungu pia wamkabie Mungu ili kutembea katika utii wa Mungu na kuwa na upendo kwa kila mmoja. Mimi natoa wito kwa kama watumishi wa Mungu kumuomba Mungu sana ili kurejesha ile amani iliyotoweka na kurejesha uaminifu kwa watu ili watu wazidi kuaminiana tena kama hapo mwanzo. Kwa hiyo mtu anapotumia neno la Mungu kugawa au kusambaratisha taifa au kanisa, yule anakuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Wazazi na walezi wameaswa kuacha tabia ya kuachia malezi ya watoto serikali, walimu, dada wa kazi kwa kisingizio cha wingi wa majukumu ya kazi, kwani kufanya hivyo ni kutengeneza kizazi kisichokuwa na maadili bora na hofu ya Mungu. Kujua wewe Mungu uliyowawezesha. Ni watoto takriban 300 kutoka kanda ya Musoma yenye vituo vitatu KKKT Nyasho, AIC pamoja na KKKT Mwisenge wako hapa kwa shughuli moja tu, nayo ni maombi. Lengo ni kuhakikisha watoto hawa wanakuwa katika maadili bora, jambo linalotekelezwa na shirika la Compassion International Tanzania. Na hapa wazazi wanakumbushwa kuto kusahau wajibu wao katika malezi. Napenda kuwakumbusha wazazi juu ya malezi ya watoto. Tulee watoto wetu, turudi kule zamani tulikotoka. Sasa hivi tumeachia mahosigelo kulea watoto, tumeachia walimu kulea watoto, tumesahau kabisa wazazi. Kwa hiyo napenda kuwaomba Watanzania na wazazi wenzetu turudishe maadili yetu ya zamani, tulee watoto wetu vizuri waweze kukua kimwili na kiroho. Ni wito wangu
kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanakuwa karibu na watoto, kuhakikisha malezi ya watoto yanafanyika kama inavyopaswa, watoto wapate haki zao zinazostahili, lakini pia tutenge muda wa kuwa na watoto wetu. Baya kupambana na majukumu, lakini tunapaswa kutenga muda kwa ajili ya watoto wetu. Tunajua Roho Mtakatifu ndio kiongozi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo sisi tunaamini haya maombi yanaenda kutujenga vizuri kiroho. Askofu mkuu wa kanisa la KKKT Diocese ya Mara, John Maguge, hapa anasema kuwajenga watoto katika ibada ni kutengeneza jamii ambayo ina hofu ya Mungu. Na maombi haya yalikuwa ni msaada kwa ajili ya kumkomboa mtoto, lakini bila maombi maana yake maisha yetu yaendi. Kama Biblia inavyosema kwamba mfundishe na mlee mtoto akiwa mdogo, akikuwa hata acha mafundisho. Kwa hiyo tunawasihi wazazi wawe na nafasi ya kukaa na watoto wao na kuwafundisha. Maombi haya ya vijana takriban 300 yanafanyika katika kanisa la KKKT Mwisenge hapa mkoani Mara, yakiwa na lengo la kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyowatendea watoto hawa pamoja na kuziombea familia zao. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makara. Timu ya madaktari bingwa wa macho wameendesha kliniki ya utoaji huduma za magonjwa ya macho bure, ikiwemo kufanya upasuaji kwa wananchi wa Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini ambao wamekuwa wakisumbuliwa na magonjwa hayo, huku wananchi hao wakishukuru kupata huduma hiyo ambayo wamesema ni gharama kubwa na kwamba wengi wamekuwa wakikosa kutokana na kukosa uwezo. Wakizungumzia kuhusu huduma hiyo iliyotolewa katika viwanja vya shule ya msingi Singino na kwenye hospitali ya wilaya ya Kilwa, wananchi wa Kilwa Kaskazini na Kilwa Kusini wanasema kufikiwa na madaktari hao na kutoa huduma hiyo bure imewawezesha wengi wao kupata matibabu kwa wepesi. Lakini shukrani zangu za dhati sana nazipeleka direct kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutusaidia mambo mengi sana ambayo Kilwa sasa inafunguka. Wewe Mwenyezi Mungu atujalie sisi wote tuliokuwepo hapa tuishi kwa usalama na mfanye kazi zetu kwa usalama mpaka mumalize mwende zenu safari yenu. Kutakuwa na upasuaji pia kwa wale ambao watakuwa na matatizo ambayo yanahitaji upasuaji. Na hapa mbunge wa Kilwa Kusini na mkuu wa wilaya ya Kilwa wanazungumzia kuhusu huduma hiyo na namna ilivyowagusa wananchi wa wilaya hiyo. Na kwa kusema kweli, mkuu wa wilaya, huduma hii ilikuwa ni muhimu kwa watu wa Kilwa. Na wananchi wetu kwa kweli wameitikia sana, na kubwa zaidi nimeona mnatoa huduma nyingi, sio tu kupima, mnatoa dawa, lakini pia mnatoa mawani bure. Ningependa kuchukua fursa hii kuishukuru serikali ya mkoa, serikali ya wilaya, kila mmoja ambaye amehusika katika sisi kuwepo hapa Kilwa. Kutoka wilayani Kilwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya amewataka wafanyabiashara wa nyanda za juu kusini wenye bidhaa ambazo thamani yake haizidi dola 2,000 kuchangamkia fursa ya makubaliano ya kibiashara ambayo yamefanyika kati ya Tanzania na Malawi yanayoruhusu kuingia ndani ya nchi hizo bila vikwazo. Makubaliano ya kibiashara yanatoa fursa kwa wafanyabiashara wote nchini ambao watatumia mpaka wa Kasumulu wilaya Kyela mkoani Mbeya na ule mpaka wa Isongole wilaya Ileje mkoani Songwe, na kwamba mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu inaandaa mpango mkakati ambao utawasaidia wafanyabiashara hao. Tunataka kuandaa miongozo ya kuweza kufast track kuwasaidia ni vitu gani ambavyo vinaweza kuharakisha biashara hiyo kati ya Tanzania na Malawi, hasa pale mpakani, kwenye mpaka yetu. Zikiwa zimepita siku chache tu tangu kumalizika kwa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi nchini Mei Mosi, mamlaka hiyo inasema kuanzia Julai, ambapo mwaka wa serikali unaanza, itaanza kutoa zawadi kwa mfanyakazi bora kwa kila mwezi. Makao makuu na katika kila kanda tunategemea tukipita tukute picha ya mfanyakazi bora wa mwezi huo iko pale, na kuna zawadi token ambayo itakuwa inatolewa kila mwezi. Wafanyakazi tumepata motisha, wafanyakazi tumedumisha umoja katika utendaji wa kazi, tumedumisha ubunifu wetu kupitia innovations mbalimbali ambazo tunapewa na taasisi. Tunasema tutaendelea kuboresha zaidi, na mamlaka yetu itakuja kuwa ni chombo kikubwa sana katika kuboresha mifumo ya kilimo, katika kuboresha uchumi wa nchi.
Kufanya kazi kwa usiku na mchana kwa bidii pasipo kukata tamaa ili tuweze kufikia hiyo haja ya kuwa wafanyakazi bora kwa kila kituo, kwa kanda na kwa Tanzania nzima. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa mechi ya ligi kuu soka Tanzania bara iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa mpira wa miguu nchini kati ya miamba miwili ya soka Simba na Yanga imefanyika jana jijini Dar es Salaam na imeisha kwa matokeo ya magoli 2-2. Tupate taarifa zaidi. Katika mechi hiyo iliyochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uliopo kata ya Mbweni wilaya ya Kinondoni, wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa kwanza kupata magoli 2 ya kuongoza kupitia kwa Libase Geye kunako dakika ya 3 tangu kuanza kwa mchezo na Kratos Chama alifunga goli la pili kunako dakika ya 10. Ingari bado kipindi cha kwanza Yanga walifanikiwa kupata goli 1 kupitia kwa Prince Dube aliyefunga katika dakika ya 18, jambo lilofanya mechi hiyo hadi inakwenda mapumziko idumu kwa matokeo ya 2-1. Po Yanga walifanikiwa kupata goli la pili lililosawazisha matokeo likiwa limefungwa na nahodha Bakari Mwamnyeto katika dakika ya 55. Kwa matokeo hayo timu hizo zimegawana alama 1-1 ambapo Yanga sasa wanafikisha alama 48 katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo baada ya kucheza mechi 20, huku watani zao Simba wakisalia katika nafasi ya pili kwa kuwa na alama 43 baada ya kushuka dimbani mara 20 pia. Timu hizo sasa zinaendelea kujiwinda kwa ajili ya kukamilisha mechi za ligi kuu zilizosalia ambazo ni mechi 10 kwa kila timu. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Na habari nyingine inazungumzia nyota wa zamani wa Chelsea na timu ya taifa ya Ivory Coast amewasili nchini Tanzania jana kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kimichezo ikiwa ni kwa mwaliko wa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda. Akiwa hapa nchini pamoja na masuala ya kimichezo, nyota huyo pia anatarajiwa kushuhudia uwasilishwaji na mjadala wa bajeti Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kuwasili nchini, Didier Drogba alikutana na kufanya mazungumzo na Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Nyota huyo alieleza furaha yake baada ya kufika nchini Tanzania. Hello everyone, I am Didier Drogba and I'm here in Tanzania in Dar es Salaam. Happy to be back on the invitation of His Excellency the Minister of Sport, Mr. Paul Makonda, and I'm looking forward to meet my people. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.